Ndugu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu ametupa neema tena kuiona siku ya leo. Awali ya yote nitamshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, mfalme wa mbingu na nchi, pokea sifa, heshima na utukufu. Asante kwa kuwa ni mwaminifu, umetusaidia. Hatimaye tumeweza kuingia katika siku nyingine tena. Tunahitaji mwongozo kutoka kwako. Naam, sasa tunayo tafakari ambao tunaomba utupe neema ya kuweza kusikia yale yaliyokusudiwa ndani yake, yatusaidie na kutuongoza vema. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu yangu mpendwa, ninakukaribisha tena katika tafakari ya neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya 4 na ule mstari wa 5. Biblia inasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Neno hili ni zuri mno kwako, na napenda iwe salamu yangu kwako kwamba kwa sababu Mungu ametusaidia tumeweza kuingia katika siku mpya tena. Hatuna budi kuenenda kwa hekima mbele yao walio nje. Kama watu tuliookoka, tunakwenda kuchanganyikana na watu wengi wasiookoka. Lakini moja ya vitu vikubwa vitakavyoweza kutusaidia ili tuweze kutoka na kurejea salama hatimaye ni vile tutakavyofanikiwa kuenenda kwa hekima mbele yao walio nje. Tumezungukwa na uharibifu pande zote. Lakini pamoja na kuwepo kwa uharibifu, si lazima uharibifu huo utuathiri. Tunaweza tukabaki salama ikiwa kama tutatumia kanuni hii. Tuna mfano wa ndugu yetu Yusufu katika Biblia, ambaye aliishi katika mazingira ya uharibifu. Tangia mwanzo, baada ya kuona ndoto, aliposimulia ndugu zake, tayari mambo ya uharibifu yalianza, lakini alienenda kwa hekima mbele yao hata akawa salama. Hata siku walipowapelekea chakula ndugu zake, aliwakuta wakiwa wamefanya kikao kwa ajili ya kumuua, na walipokea chakula chake wakamtupa kwenye shimo, lakini bado alibaki kuwa mtu mwenye hekima.